Jumamosi nyingine tulivu, tunafuraha kwa kuwa unaendelea kufuatilia Azam TV na unaendelea kuwa mwana familia wa UTV na unaendelea kuwa mwanajopo wa Hello Weekend. Jopo letu linakutana tena kikiwa ni kikao muhimu sana ambacho sisi pamoja na wewe tunatakiwa kukaa kuendelea kutafakari yale ambayo yanajiri katika maeneo yetu huko mtaani na katika maisha yetu na katika safari za maisha yetu hapa duniani. Huko kwingine sijui kama tutakuwa tunapata nafasi ya kukutana na kujadili hivi. Haya, kwa kuwa tumepata sasa hivi, wacha tuitumie vyema kabisa. Tunaukaribisha hivi ndani ya Hello Weekend kujadili tulilonalo mezani kwa siku ya leo. Langu jina ni Merox Mbaya na ndugu yangu wa hiari ni nami ndugu wa hiari ni David wa Karungi. Anaitwa brother from another mother. Kabisa. Uzuri wa maisha yanakupa ndugu pia. Kuna ndugu na kuna ndugu maisha. Yote kwa yote. Lakini msingi wa hiki ambacho tunakijadili hapa, unawajua, unawafahamu na kuwajua ndugu zako. Achana na wale brother na sister from another mother. Hao tuachane nao kwanza. Tunataka wale ndugu kabisa, wa damu. Maana uzuri hawa ma-MC ama watu kwenye harusi, msiba ama kuna hafla yote nini, wanakuwa specific. Ndugu, jamaa na marafiki. Sasa leo jamaa na marafiki weka kando. Tunazungumzia ndugu, wale ambao mpo katika mstari mmoja wa ukoo, ama yani mtoto wa shangazi, nani wa mjomba, baba mkubwa. Yule shangazi wako yule aliolewa kule, akafanyaje? Huyu sasa ndo mwanae. Yani hao ndugu zako unawajua. Sasa bwana. Ndiyo. Ukitaka kujua jamii yetu imefikia wapi katika eneo hili la kuwajua ndugu, alikuwa kwenye sherehe yoyote na ufike muda wa utambulisho pale ambapo bibi harusi na babu bwana harusi wanapata nafasi, wanapewa maiki. Sasa tambulisheni ndugu zenu. Ambacho kinatokea kwenye harusi za sasa hivi za kisasa, atawatambulisha wafanyakazi wenzake, huyo mke wake au mume wake, wafanyakazi wenzake, baba, mama na kaka na dada wale aliozaliwa nao. Baada ya hapo, naomba nimpatie sasa baba yangu apate nafasi ya kutambulisha aliongozana nao. Baba ndo atatambulisha. Sasa ni muda wa mama yangu kutambulisha aliongozana nao. Atatambulisha, kuna mamako mdogo wa Kizimkazi, kuna mamako mdogo wa Vingunguti, kuna yani yeye bibi harusi au babu harusi, ukitaka aibike basi mpe maiki, mwambie awatambulishe wale ndugu zake. Hawafahamu. Umenikumbusha kisa kimoja. Nilitokea kwenye harusi moja. Ilibidi uanze upya utambulisho kwa sababu kijana alitambulisha vibaya. Sijui alitambulisha vibaya, sio kosa lake. Yani alitambulisha hadi ikabidi sasa wazazi wainuka akasema, jamani, utambulisho wa ndugu tunaanza upya. Sio kwa umuhimu. Tunaanza upya kwa sababu aliyekuwa anamtaja mjomba kumbe ni baba mdogo. Anamtaja shangazi kumbe ni mama mkubwa. Sasa haiko hivi, ikabidi watambulishe upya, hali ikakaa sawa. Kwa hiyo unaona hawajui afanyeje. Mimi nakumbuka wakati nikiwa mdogo, mama alikuwa anamuuliza, huyu ni nani? Anaambia, mama yangu mdogo. Huyu ni mwanae. Au kwa hiyo mimi kwangu ni bibi. Hao anakuambia mama yangu mdogo, yule mwanae. Sasa huyu ndo mwanae. Na moja ya eneo ambalo linachanganya ni kwamba tunafahamu mashangazi ni upande wa baba shangazi. Lakini mjomba mke wake ni nani? Asa hapo. Sasa yule anakuwaje shangazi wakati yupo upande wa mama? Sijali, kila kitu kitakasa. Ndio maana atuelewe. Jamani, unawajua ndugu zako, na kama unawajua kwa vile vyao. Sasa kama huyu ni shangazi, ni bibi, ni nani? Tuambizane hapa 0763809770 ndio na kitu ambacho tunajadili siku hii ya leo. Ikiwa ni likizo hii, watoto wanarudi huko nyumbani, wanapata nafasi ya kutembelea ndugu, wanawafahamu, au wakifika tu tumekutana na anko mrefu, tumekutana na yule anko mfupi. Kumbe sio wako, yule ni baba mdogo. Mimi nilivyokuwa mdogo, unajua nilikuwa nakataa kuwaita mama mdogo na mama mdogo ambao wadogo kwangu. Yaani mimi najua lazima wawe wakubwa kwa umri. Ulikuwa unakataa itifaki? Nilikuwa nakataa itifaki. Basi tunaliangalia hilo kwa siku ya leo na tushirikishane tunakwama wapi. Kwa nini imefikia hatua hii na tumefika hapa tulipo? Kwa 0763809770 kwa njia WhatsApp tumepata nafasi pia kuzungumza na wenzetu kutoka mikoa mbalimbali, tutapata kusikia hapa maoni yao. Lakini kipekee kabisa tuanze kutambulisha jopo tulilonalo hapa studio. Jopo nambari 1 ni wewe uliapo hapo nyumbani, lakini jopo nambari 2 ni ndugu yetu from another mother. Evodia Laurent ni
tunaweza tukasema anawajua ndugu zake, atakuja kutueleza. Karibu sana. Yaani nikimwangalia Evodia akinitajia ndugu zake vizazi viwili tu hapa. Mwache Evodia. Karibu sana Evodia. Asante sana. Huyu sijui ni foleni imemchelewesha, tunaye mzee Ramadhani Kawambwa. Naona hajafika. Lakini Rajabu Mpilipili huyu yuko Morogoro, ni mwana sosiolojia, tunaungana naye kwa njia ya mtandao. Rajabu, kama unatupata? Naam, habari za asubuhi. Asante ndugu yetu, tutakuja kwako. Asante Rajabu, huyo tupo naye. Lakini akidi imetimia, kwa hiyo tunaweza tukaanza kikao. Pia tunayo maoni kutoka Morogoro, kadhalika Singida. Vipi, wewe unawajua na kuwafahamu ndugu zako, unawakumbuka? Kuna kijana mmoja alisoma na ndugu yake darasa moja bila kujua kama yule ni ndugu yake. Hadi siku ya graduation. Msingi mpaka ilivyotokea msiba. Bahati mbaya mpaka ilivyotokea msiba. Alikuwa ni mtoto wa shangazi yake, wako darasa moja. Kwa hiyo kwenye grupu wameposti bana, kuna mwenzetu kafiwa na mama yake. Sasa na siku hiyo bahati mbaya yuko sehemu fulani, baba yake anamwambia ninaenda sehemu fulani kuna msiba. Sasa huko pia kuna msiba umetokea wa kijana ambaye tulikuwa tunasoma naye amefiwa na mama yake. Mama yake anaitwa nani? Ni shangazi yako. Sasa kijana akasema ni shangazi yake na nimesoma naye darasa moja form 1 hadi form 4. Rajabu Mpilipili atufungulie kwanza tufahamu. Kabisa. Tuvunje itifaki. Rajabu, habari za asubuhi kwa mara nyingine. Kama unaangalia usiku sio asubuhi. Habari za hapo studio. Habari za hapa studio ni njema sana. Kwanza utusaidie kutupa maelezo ya jumla na ya kina hapa. Ndugu ni nani? Okay. Tunaposema ndugu ni mtu yeyote ambaye una uhusiano naye, aidha kwa kuzaliwa kwa maana ya uhusiano wa damu ambao ni wa kibiolojia, au uhusiano wa kiukoo, au uhusiano wa kuoleana kwa maana ya kwamba kutoka upande wa mke kwenda upande wa mume, au kutoka upande wa mume kwenda upande wa mke, au kwa mila za Kitanzania kuwa na hiari ya kuwa na hayo mahusiano yanayotokana na ukaribu, urafiki na hali ya kuishi pamoja kwa muda mrefu na kuzoeana, yasoma mkachukuliana kama watu ambao ni mnafanana mambo mbalimbali, na hivyo kuamua kuwa kitu kimoja au kuamua kutambuana hivyo kama ndugu. Kwa hiyo kuna udugu wa kuzaliwa ambao ni huo wa kibiolojia, kuna undugu wa hiari ambao unatokana na mahusiano mema unayokuwa nayo kwa pamoja, lakini pia ndio huo kuna undugu unaokuja kutokana na kuoleana, lakini vile vile pia kuna undugu unaotokana na kufanana au kuchangia kabila. Huo pia ni kabila au vinasaba. Unaweza kukuta watu wengine labda asili yake ni Marekani lakini ni Mtanzania. Kwa hiyo ule kama wakifahamiana kwa kiamua kutambuana kutokana na asili yake kwamba yeye ni Mtanzania, ni Marekani kwa asili, lakini amepata uraia wa Tanzania, labda amezaliwa Tanzania na ameukubali uraia wa Tanzania baada ya kuwa hajaukana uraia wa Marekani baada ya kutimiza umri wa miaka 18 mathalan, huyo bado atatambulika. Kwa hiyo akitokea amekutana na Mtanzania na Marekani mwenzake na bado wanaagiliana wakaamua kutambuana hivyo kwamba sisi asili yetu ni Marekani, kwa bado ni ndugu, hiyo pia inakubalika. Undugu una vitu vingi sana ambao unakuja kupelekea, kwa sababu kila aina ya undugu una mipaka yake au una vikomo vyake. Mathalan katika maeneo mengi sana ya Kiafrika hususan na baadhi ya maeneo mengine ya Ulaya na kadhalika, hawawezi kuoana ndugu. Hiyo iko wazi kabisa kibiolojia. Kwanza sio Ulaya tu, karibia dunia yote, ndugu wa tumbo moja au ndugu wa damu hamwezi wa kuzaliwa pamoja hamwezi kuoana. Lakini kwa baadhi ya dini zinakwenda mbali zaidi kwamba mtoto wa baba mdogo, mtoto wa mama mdogo, au wa baba mkubwa au baba mdogo anaweza akaoana
wa upande wa pili. Kwa kama mtoto mdogo labda ni mtoto wa mdogo, anaweza kamuoa mtoto wa baba mkubwa, anaweza kamuoa mtoto wa baba mdogo vile vile. Kwa hiyo pia inawezekana kulingana na baadhi ya mila, desturi na maeneo mengine. Lakini kuna maeneo mengine mtoto wa shangazi anaweza kuolewa na mtoto wa mjomba. Unaona, lakini kuna sehemu ni mwiko kabisa mtoto wa mjomba kuolewa na mtoto wa shangazi, na hiyo inakuwa ni mwiko. Kwa kuna mchanyato hapo wa mambo tunapokuwa tunaongelea swala zima la udugu, lakini pia na aina mbalimbali za udugu. Kwa hiyo twende tu kwamba kwa mfano kuna makabila ambayo wao udugu wao hupatikana kitamaduni kwa kuchanja. Wanachanja kwenye miili yao, wakishachanja kwenye miili wanachanganya damu na wanajiapiza kuwa ndugu. Kwa kuanzia hapo wanakuwa hata kuwa. Asante sana. Asante Rajab, kwa sababu umeeleza nani ya aina za ndugu hapo, na utusaidie kutuelezea kwa tuangalie eneo la ndugu hapa. Hawa ndugu ambao wanakuwa wanahusiana kwa damu, labda wako katika ukoo mmoja na vitu kama hivyo, kuna uzito ni sawa kwa ndugu wa ujombani ama umamani na ndugu wa ubabani? Kuna sehemu ambayo inapaswa kuwa na uzito kuliko mwingine, au ndugu wa huku na ndugu wa huku wote wanalingana uzito? Naona kama sikupati vizuri kidogo. Kama nimeelewa swali kwamba uzito baina ya uzito wa baina ya ndugu wa kuzaliwa ni sawa. Nasema uzito wa ubabani, umamani, uzito wa ndugu kuhusiana na upande wa mama ama ujombani, na uzito wa kuhusiana na upande wa ubabani, unapaswa kuwa uzito sawa ama kunapaswa kuwa na utofauti, ama kipi kinaamua wapi kuna uzito? Okay. Naomba nirejee swali ili nione kama nimekuelewa vizuri. Kwamba uzito wa upande wa ubabani na uzito wa upande wa umamani kwamba unakuwa ni sawa au la? Ndo tunauliza. Okay. Sawa. Uzito wa upande wa umamani na uzito wa upande wa ubabani aghalabu huwa ni sawa, lakini unategemeana na mila na desturi husika za eneo husika. Mathalan, nitolee mfano kwa Waha. Huwezi kumuoa mtoto wa mjomba wako, ila unaweza kumuoa mtoto wa shangazi yako. Unaona changamoto hiyo Kwa hapo, kwa nini huwezi kumuoa mtoto wa mjomba wako? Kwa sababu mjomba wako ni sawa na mama. Yes, shangazi ni sawa na baba pia, lakini yeye kwa sababu hamna uhusiano wa moja kwa moja wa kikabila kati ya shangazi na yani kati ya mtoto wa shangazi na shangazi kwenye kabila lenu nyinyi. Kwa hiyo kama mantiki hiyo, yule tayari alishatoka nje ya kabila lenu nyinyi. Kwa hiyo hana hata uhusiano wa aina yoyote wa moja kwa moja wa kiukoo ambao unaweza ukazuia nyinyi kuweza kupata changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikatokana na mila au miiko ya kimila. Lakini kwa mama inakuwa ni kuna uhusiano wa moja kwa moja, kwa sababu mama naye pia ana mchango kwako wewe katika masuala mbalimbali ya kimila, na athari za moja kwa moja zinazoweza kutokea kwenye utamaduni na mila zenu ikiwa mtaoana ninyi. Na mjomba moja kwa moja ana uhusiano wa moja kwa moja na mama yako, lakini vile vile pia huyo mtoto bado ana uhusiano wa moja kwa moja na shangazi yako kikabila, ambao utaathiri namna pia ambavyo ninyi mtakapokuwa mkitambuana na kuitana. Tunajua kuna binamu, tunajua kuna mjukuu, kuna kitukuu, kuna kirembwe, kuna kirembwekeze, na hiyo katika lugha yetu, katika maeneo yetu ya Kiswahili haya, sio tu kwa Waha. Kwa hiyo hawa bibi, babu, mjomba, shangazi, kwa hiyo hawa uzito wao wakati mwingine unatofautiana kutoka kabila moja na jingine. Lakini vile vile athari pia za kidini nazo pia vile vile na zenyewe zinakuwa zina
changia kwa wale ambao wanakuwa wana dini yao. Kwa mfano katika dini ya Kiislamu uzito wa mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi na mtoto wa baba mkubwa, baba mdogo, linapokuja swala la ndoa na uzito wa mkubwa na mdogo, kwa maana wanaozaliwa tumbo moja, hapa huwa unatofautiana. Nadhani nimeeleweka. Asante sana Rajab. Umesikia ndugu yangu Messi? Bado hiyo hatujachangiana wewe sijali. Wewe brother. Asante sana Rajab kwa ufafanuzi huo. Utakuja kurejea hapo tufahamu juu ya umuhimu sasa wa ndugu hawa kufahamiana. Lakini hapa studio tumemualika Evodia ambaye anawakilisha vijana wa kisasa Gen Z wenyewe. Kwa upande wako kwanza kabisa, kabla hujatueleza, una mtazamo gani juu ya kufahamu ndugu? Yaani tu ile kwamba kufahamu ndugu, yani unaona kuna umuhimu wowote? Kwa sababu ndugu kwa kifupi sasa hivi kwanza hata wasaidii chochote. Sisi tumemaliza la 7, ndugu hajatuma hata peni. Ndugu anaulizia matokeo. Karibu. Asante. Mimi nadhani kwa mtazamo wangu ndugu hawakwepeki. Yaani tunaingia kwenye elimu, tunaingia kwenye maisha ya kawaida, lakini unapozungumzia swala la ndugu ni watu ambao hauwezi ukawakimbia. Ni ndugu zako ambao hakuna namna ambayo utaweza kuwakwepa. Kwa hiyo nadhani mimi kwa mtazamo wangu ndugu kuna namna wanatuacha, wanatugeuka kwa namna moja au nyingine, lakini nadhani ni watu muhimu sana ambao tunatakiwa tuwatunze, lakini pia tuwaangalie. Kuwafahamu, kuna haja ya kuwafahamu ndugu hapo mbali, wengine huku walinda mikoa, yani kuna haja mimi kuwafahamu? Kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu tuchukulie mfano mdogo, mtu anapofariki alikuwa anaishi Dar es Salaam, lakini tumeshuhudia watu wengi atatafutwa ametokea mkoa gani. Kwa baada ya kujua kwamba anatokea mkoa gani, watatakiwa maybe kuna baadhi ya taratibu za kikoo na kifamilia, atatakiwa kusafirishwa, kama yuko mkoa ama yuko nchi fulani atakiwa arudishwe nyumbani. Kwa nadhani kuna umuhimu mkubwa kujua ni nini chanzo cha mimi kama kijana, aidha nimezaliwa tu mjini, nimezaliwa wapi, je ndugu zangu wako wapi, na kurudi, kwa sababu mwisho wa siku tunarudi kule kule. Kwa upande wako wewe ulianza vipi kufahamu umuhimu wa kufahamiana na ndugu? Au kwa yani imekuwaje, tokea ukiwa mdogo ulizoeshwa hivyo lazima utambulishwe, au umekuja ulivyokuwa mkubwa ukaanza kutafuta unazingatia shangazi ni yupi? Mimi siwezi kusema moja kwa moja kwamba nawajua ndugu zangu wote. Ndugu ambao nawajua nilitambulishwa. Kuna utaratibu, tukifika nyumbani ama nikiwa likizo nikienda nyumbani, kuna ile utaratibu kwamba utaenda kila familia, aidha nikiwa na mama au mimi mwenyewe. Kwa hiyo nikitoka kule nitauliza nimemkuta mtu fulani kule, hivi yule ni nani? Kwa mama atakwambia kwamba yule ni mtoto wa shangazi. Lakini pia kuna ile mmekutana kama kwenye sherehe, kwa hiyo lazima ile mama anakushika mkono anakuambia okay, huyu ni mtoto wa shangazi. Ama baba atakushika mkono anakuambia okay, mnamjua shangazi yako anaishi sehemu fulani, sasa huyu ndo mtoto wake. Kwa nadhani mimi nimewajua ndugu zangu ambao sio wote kwa kutambulishwa kwamba okay, napelekwa naonyeshwa huyu ndo ndugu yako, lakini huyu ni mtoto wa hivi. Kwa hiyo naonyeshwa, lakini pia baada ya kuonyeshwa na kutambulishwa na kuwa na yale mahusiano ambayo muda mwingine sio ya moja kwa moja kila muda, ila kuna ile unakumbuka okay, kuna mtoto wa shangazi nilitambulishwa mwaka fulani ama nilipokuwa kwenye sherehe fulani. Ngoja sasa, wakati mwingine tunawasiliana kwa njia okay, ameview status yangu, najua okay, kuna ndugu yangu huyo yupo. Kwa hiyo tunawasiliana kwa mawasiliano hivyo, lakini chanzo nilitambulishwa na nikaonyeshwa kwamba huyu. Sasa baada ya kutambulishwa, aidha ni wewe uendelee kuwajua ama kwa nadhani mimi nilitambulishwa, lakini nikaendelea kuwatafuta ambao sometimes zinakuwa ni ngumu, lakini tunawasiliana. Unavyoona sasa wazazi kwa wazazi wetu sisi wanaweza kufanikiwa kututambulisha kwa ukoo mzima. Unavyojiona wewe utakapokuwa mzazi, utaweza kuwatambulisha watoto kwa hao ndugu zako wote? Siwezi. Kisiki ni ngumu, kifiki cha mpingo. Na hao sasa ndugu ambao ninatambulishwa ni ambao tunakutana, ambao ni wachache. Sasa nafikiria maisha ambayo ndugu wako mkoa fulani, ndugu wako nchi fulani, huko sehemu fulani. Sasa nitakaposema kwamba watoto wangu nitakuwa na uwezo wa kutambulisha huyu ndo bibi, yule ni mtoto wa shangazi, inakuwa ni ngumu sana. Siwezi kusema moja kwa moja kwamba nitahakikisha watoto wangu wanawajua ndugu wote, kwa sababu sometimes inakuwa ni ngumu sana kwa sababu ya
kuhamahama kwa sababu ya masuala kama hayo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kusema moja kwa moja kwamba watoto wangu taonyesha ndugu zangu wote. Evodio amesema kuna ndugu nao wajua na kuna ndugu usio wajua. Au sio wajua, umejuaje kama wajui? Nadhani mada yetu inasema unawajua na kuwafahamu ndugu zako. Sasa kuna ambao nawajua lakini siwafahamu. Kwamba niliambiwa kwamba kuna mjomba wangu yuko Morogoro. Na pengine hujawahi kumuona kabisa. Sijawahi kumuona ila najua yuko Morogoro. Kumbe kuna shangazi ambaye yupo Kenya. Ni shangazi kabisa lakini inapokuja swala la kumjua, kumfahamu inakuwa ni ngumu kwa sababu kuna wengine yaani kusikia yuko sehemu fulani. Kwa mnaweza mkakutana sehemu kama sio kwamba mnafanana au anafanana na kaka yake ambaye ni baba yako, mnaweza msijuane, mkapitana mkawa sehemu yani hamjuani sana. Na mfano mzuri, mimi kuna ndugu zangu ambao wako Dar es Salaam hii, ile inakuwa najua kwamba wapo ila sijaenda kuonana nao, simuona, lakini sijui inakuwa shida gani, lakini wapo, lakini inawezekana tukakutana hapa ila hatujuani. Kuna baadhi ya koo bwana zina alama, yani kuna masikio ukikutana nayo mbona kama ndugu yetu huyu. Sasa hiyo ni mpaka mzazi hawa anajua. Yani mzazi wangu anaweza kukutana na mtoto akasema mbona huyu kama masikio yetu. Lakini sasa kama mimi nikikutana naye pengine ni mtoto wa shangazi ila amefanana na upande wa baba yao. Kwa hiyo kama pengine ni binti hajaolewa, mimi sijaoa, you never know. Hiyo ni another story ya siku nyingine. Ila turudi hapo. Unakuwa na shauku ya kusema sasa ni ndugu zangu, yani sasa kwa nini sasa nisifahamiane nao? Kwa nini nisiwatafute? Ama maisha kwa sababu yanaendelea, kwa na amani huko, maisha yaendelee. Kuna muda inakuja ile mfano kuna siku mama anakupigia hivi, unamjua ndugu yako yuko huko sio nini, ile kwenye mawasiliano unakuwa na shauku hivi, kwa nini nisiende nikamwangalia huyu mjomba, na naambiwaga siku zote yuko Tabata, kwa nini nisiende? Lakini unaona baada ya kukata simu ile kuna maisha tu ya hapo yanaendelea. Unatakiwa niende sehemu fulani, utafanya, lakini kuna namna roho inakwambia kautafute ndugu zako kaangalia, ila sababu ya heka za hapa na hapa ile inakuwa ni ngumu. Na ukiangalia sometimes kama mnakuwa na huyo ndugu mnawasiliana, inakuwa sasa ndo kabisa unaona kama ndugu yangu yupo tu, tutaonana siku nyingine. Kwa unaona anakuwa na shauku, lakini baada ya kukata simu pale baadaye tutarejea kwa Mpilipili atatueleza. Moja ya kitu ambacho huwa kinazungumzwa ni kwamba kwa sasa hivi mchango wa ndugu katika safari za maisha za hawa vijana umepungua. Zamani ilikuwa ukimaliza darasa la 7 unapelekwa sekondari Korogwe kwa shangazi yako. Ukimaliza sekondari unapelekwa Lindi A-level kwa sababu tu kule yupo mamako mdogo. Ukimaliza huko chuo wewe utaenda Kigoma kwa sababu kule yupo na akisha kupeleka hata ada hangaiki, yani ndio amesha kupeleka ndio ukasome. Kwa sababu na yule naye sikafanya wamebadilisha. Yani wao wanabadilika. Na pale kwenu mmempokea mtoto kutoka Sumbawanga, mmempokea mtoto kutoka Tabora. Kwa hiyo kuna namna ilikuwa mchango wa ndugu unajulikana, ndio maana ilikuwa ni rahisi kufanya. Kama mimi nina ndoto za kwenda kusoma Kenya, lazima niende kwa ndugu yangu yule, na nikifika kule ndo yani ndo nimeshaenda na ndo nitasoma kule. Lakini sasa hivi kuna namna mchango wa ndugu umepungua. Labda huenda ikawa ni kichocheo. Tanguliza Mpilipili aje atuambie. Unaona sasa? Naomba na kuna watu wanaogopa, yani kuna baadhi ya familia zikifikia tu fulani hivi ya mali kuleta ndugu wengi, watanitesea watoto wangu. Hadi ndugu unampunguza taratibu. Haya, anasema naitwa Alois Kisoro, natokea Kigoma. Kusema kweli mimi siwajui ndugu zangu upande wa mama, lakini shida ni kwa wazazi ndio ambao walisababisha sisi tusijuane. Haya, pole sana Alois. Anasema kwa kizazi hiki cha 2000 jamani, watabaki kutambua ndugu zao tu kuzaliwa tumbo moja pekee. Binafsi na shukuru na watambua hata kwa sura ndugu zangu. Anaitwa Halid Kachuru kutoka Korogwe, Tanga. Haya sasa, Haridi ongela. Anasema Mlacha Hassan Mlacha Kanoneni Moshi Tanzania, kwa kweli sijajua maana ya hili swali la Hello Weekend, ila ndugu mnaposa kuwajua. Yani tunakuuliza unawajua na kuwafahamu. Kuwajua ni moja, kuwafahamu ni la pili. Hao ndugu zako. Wewe Mlacha Hassan Mlacha, wewe babu yetu kabisa, wewe lazima unawajua wote. Tuambie unafanya kazi gani ya kuhakikisha wanawafahamu hao ndugu. Hassan Abdalla Hassan wa mjini Moshi anasema nawafahamu vyema ndugu zangu, ila huenda kuna wengine hatufahamiani.
Anasema hello weekend, 80% wa Tanzania hatufahamiani vizuri kwa sababu tunakutana kwenye matukio tu kama vile msiba au harusi. Ni hatari sana. Naitwa Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Anasema habari, naitwa Rafael Dumayai, nipo Baobab Schools Mapinga. Mimi nawajua kwa kweli, nilijifunza na kujuzwa nikiwa kijijini Peramiho ambako nililelewa na kusoma elimu toka ya msingi hadi kidato cha 6. Asante sana. Na anasema huyu wa mwisho anasema hapa, nawajua ndugu zangu wote pia wa upande zote na koo na mama na baba, kwa kuwa nilifunzwa kuwajuza na kufahamiana na kuwatembelea pia kwenye makazi yao. Haya, utatutumia ujumbe wako 0763809770 na ututumie sasa ujumbe wa maandishi. Usitumie ujumbe wa sauti, bado hatuwezi kupata nafasi ya kusikiza. Kuna watu wameona yani mada imekuwa moto, wanatumia voice note. Na kuna mtu anasemaje? Anakuambia tafuta hela, ndugu atakuja yenyewe. Ndugu atakuja yenyewe. Lakini huwa kuna hali fulani, sio kama inatokea kwa kila mtu. Ukiwa unatambulishwa kwa ndugu, yani ndugu si alikuwa ukiwa mdogo, au ndo Devi ndo ashakuwa mwanaume, ndo ashakuwa, yani kuna kafili urahisi na mimi kuna sehemu angalau yani nina backup. Na ukitaka kujua ndugu ni muhimu pale inapotokea tatizo. Kuna mtu alikuwa hataki kutembelea ndugu yake alipomaliza chuo, akamwambia kama unataka kazi, kama una yule ndugu yako na ameishi Dar es Salaam, alikuwa mtafuti yule ndugu. Wakati wa kutafuta kazi ndo anaanza kumtafuta. Unakuwa mpole na unaenda. Rajabu Mpilipili, mtaalamu wa sosiolojia, hapa tunazungumza naye kwa njia ya mtandao. Rajabu, turejee kwako. Kuna namna mchango wa ndugu kwenye safari ya maisha ya vijana wa sasa ni kama umepungua hivi, lakini kuna namna pia baadhi ya familia zikiwa na ukwasi wa kutosha, kuna namna zinaogopa kukaribisha ndugu wengi kwa sababu huenda likitokea jambo wazazi wametangulia mbele ya haki, ndugu hawa ndio ambao huwa wanawageuka watoto. Tueleze katika hili. Asante sana. Ni kweli unachokisema kwamba mchango wa ndugu kwenye kizazi cha hivi karibuni umekuwa mdogo, na hii haijaja tu kwa sababu ndugu anataka iwe hivyo, ila imekuja ni kwa sababu ya mabadiliko yanayotokea pia kwenye mtindo wetu wa maisha na namna tunavyopata riziki zetu kwa maana ya fedha au kipato, lakini pia vile vile kubadilika kwa dhana na maana ya familia. Tunaona huko nje wao walianza mapema sana kabla yetu sisi wa Tanzania, kwa maana ya Ulaya huko, na wao walianza hivyo, lakini kadiri siku inavyokwenda, badala ya familia kuwa ni muungano wa baba, mama na watoto pamoja na ndugu, sasa imebakia tu kuwa ni hivyo, kwamba ni familia ni baba, mama na watoto. Basi hao ndugu wengine, kwa maana ya extended family, hao ndugu wengine wamebakia wenyewe katika maisha yao. Lakini vile vile pia kumekuwa na habari ya uhamaji kutoka vijijini kuja mijini, ambapo asilimia kubwa maisha ya mjini yametawaliwa na kitu kinaitwa tuonane tusijuane. Ambapo asilimia kubwa, wewe fanya mambo yako, tutaonana kwenye mishemishe. Kama hapo wewe ni Messi na David, mtaonana tu hapo kazini, mkitoka hapo kila mmoja awe na miche zake, awe na mambo yake. Hakuna namna tena ya kuanza kuhusiana, unajua David sasa bwana wakarungi hapo sasa mimi nyumbani hata sijui kuna mkaje. Hiyo ni none of, hiyo wanasema none of his business. Haimuhusu, ni wewe. Kwa hiyo kutokana na hilo na hali ya maisha mjini ambavyo ilivyo ni apilika kila moja ya rabi nafsi yangu, mambo yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo mchango huo unapungua. Kwa mtu anaanza kuangalia majukumu zaidi ya wale wanaomuhusu. Na hii ni kutokana na maisha haya ya uliberari ambao tunaishi sasa hivi. Kwa mtu anaangalia wale wanaomuhusu zaidi ambao ana wajibu wake. Kwa kusaidia ndugu imebaki kama ni hiari sasa, sio kwamba nina wajibu. Sio kama enzi hizo kwamba mtoto wa mjomba akipata familia nzima imekomboka, au mtoto wa shangazi akipata familia nzima imepata. Hapana, sasa hivi mtoto wa mjomba akipata ni watoto wa mjomba na wenzake kutoka upande wa mjomba ndio wanaopata tu.
Sisi washangazi tutajua wenyewe, na tunatakiwa kuwa ni watumishi au wafanyakazi wafanyakazi wa kuwasaidia hawa waliofanikiwa zaidi au kufanya kazi kwao, watulipe na vitu vingine kama hivyo. Ndio tumefika huko, ndio tunaendelea kuwa huko. Kwa hiyo mchango ulikuwepo, lakini kutokana na mfumo wa mabadiliko ya kiuchumi, mabadiliko ya mtindo wa maisha na hali halisi ya maisha yalivyo mjini, imekuwa ni changamoto, pamoja na mwingiliano wa wageni na tamaduni nyingine. Kwa hiyo tamaduni zetu zile za kusaidiana, za kushikana mikono, asilimia kubwa zinaendelea kupoteza nguvu yake kutokana na mwingiliano na wageni. Tunaona maisha ya kuwa wenyewe peke yetu. Unakuta mtu anajenga jumba la hata vyumba 10, lakini yuko tayari aishi yeye mwenyewe na familia yake, na wakati mwingine yeye mwenyewe anakuwa na vyumba hata 3. Unaona, huku nyumbani kwao wanashare vyumba viwili, watu 20 au hata watu 10 wanashare vyumba viwili, na bado yuko ana furaha kabisa. Lakini pia hakuna bond kati ya watu, ambayo hii bond pia inatokana na nini? Inatokana na kwamba tumepoteza ile utaratibu wa kwenda kusalimiana kila likizo, kila nyakati za majira fulani, tukutane ndugu wa familia, tutambuane. Naona Evodia hapa anasema yeye anawafahamu tu ndugu zake, hawajui. Japo amekanganya kidogo akasema anawajua ila hawafahamu, lakini kiuhalisia ni kwamba anawafahamu tu lakini hawajui. Unaona? Kwa hiyo kutokana na nini? Hakuna mikutano ya mara kwa mara. Kwa Waislamu wanasema msiba na sherehe ni vitu muhimu sana kwa kuunganisha udugu ambao ulikuwa umepotea na kuunganisha ukoo. Lakini pamoja na Wakristo pia naamini hiyo liko hivyo, kwa sababu ndio maana huwa kuna himizo la kukutana inapotokea hivyo. Watu wanafikiri misiba tu kwamba ni watu waende wakasherehekee wakale, au sherehe wakasherehekee wakale. Hapana. Moja ya kazi yake pia ni hiyo, kuunganisha na kuhuisha, kwa maana ya kuupdate mahusiano ambayo yalikuwa yanaelekea kupotea. Asante sana Rajab, tutarejea hapo kwako. Tunaambiwa pia kule Singida wananchi wapo tayari. Na Rajab aliposema hapa amenikumbusha, mimi siku moja nilihudhuria msiba wa babu yangu na mza mama yangu. Baada ya watu wote kuondoka, sasa tukakusanywa sana, maana nyie mliobaki ndio ndugu, si watu wamesha haya. Sasa wakasema hapo ndio ujue kuna jamaa na marafiki na baki ndugu. Tukabaki ndugu. Akasema sasa ni muda wa nyie kujitambulisha. Msiniulize kilichonikuta. Maana hakuna yani sio mzazi unasimama unasema mimi naitwa fulani hawa. Hawa ni watoto wangu. Kila mtoto ajitambulishe. Mimi ni fulani, mtoto wa nani, nipo wapi kwa sasa hivi. Na unatakiwa usalimie kwa kilugha. Usiniulize kilichonikuta, twende Singida. Asante. Na Singida tumewauliza. Singida wana swali lao mahususi. Tumewauliza, je, umewahi kukutana na mkasa au tatizo lolote lile kutokana na kutokujua ndugu zako au kuwa mtu fulani ni ndugu yako? Singida, karibu. Na mkasa kama huo, ila naona kwa marafiki zangu ambao ni watu wa karibu, nakuta mtu wanakutana kwenye magari, wanagombea sisi, mwisho wa siku wanaanza kuelezeana, vipi, umetoka wapi, naishi wapi, ndugu zako. Mwisho wa siku unakuja kukutana ni ndugu yako. Ila kwa kutokujua inaleta madhara katika jamii. Ni vema wazazi au walezi kuwaelimisha watoto zao, kuambia fulani ni ndugu yako, fulani ni ndugu yako. Ingawa sio rahisi sana, utandawazi umezidi. Watu wanaamini kwamba mtu ukishaongea naye kwenye simu, ukishampigia video call, umemsalimia, atakuonyesha huyu ni ndugu yako, ni ndugu yako. Lakini zamani ilikuwa mtu akienda kwa ndugu yake, mfano akienda kwa bibi yake, atapale atamkuta bibi yake, atakuta wajukuu, atakuta majirani, atamwambia huyu ni ndugu yako kivipi. Lakini kwenye simu anaongea maongezi tu ya kawaida, hautaweza kujua ndugu zako wote, tofauti na ukienda nyumbani. Mimi nashauri vijana ni vyema kuwajua ndugu zetu wote. Maana maisha ya siku hizi ni mzunguko. Unaenda huku unakutana, unakuja kudate na mtu, kumbe ni kaka yako. Haijaishi kaka yako binamu, kaka yako wa mjomba, kaka yako wa nani, ila ni kaka yako. Inaleta taswira mbaya katika jamii. Mimi sijawahi kupata tatizo kama hili, ila nilikuwa na shauri, kwa sababu yanatokea mara nyingi sana. Unakuta watu wanaweza wakasafiri pamoja, ima katika basi au masokoni au popote pale katika vikundi mbalimbali, wakakutana bila kufahamiana, ikatokea labda wakaanza mahusiano bila kufahamiana.
Zamani nakumbuka enzi za wazee wetu walikuwa wanafanya vikao vya mara kwa mara, watu wanakutana, labda mwingine anakaa Zanzibar, mwingine wapi, Bukoba huko, wapi, Morogoro, Dar es Salaam, Mwanza, watu wanaitwa at least mara moja au mara mbili kwa mwaka, watu wanakutana, wanakuwa na vikao vya ukoo. Watu wanafahamiana, ndugu jamaa na marafiki wanafahamiana. Maana mtu anaweza akatoka hapa kaenda akawa anaishi Bukoba huko, akapata familia kule, unaona. Sasa ile familia ndugu yake anaishi Morogoro, kwa hiyo hawezi wakafahamiana. Ndio maana wazee wetu zamani walikuwa wanaitisha vikao at least mara mbili kwa mwaka. Mkasa wa namna hiyo haujawahi kunitokea, ila nimeshawahi kushuhudia kwenye jamii mkasa kama ulishawahi kutokea kwa rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anaishi Dar es Salaam. Alikutana na rafiki yake, ni mwanamke, kwenye daladala. Baada ya kumuuliza kwamba dada bana unakaa wapi, akamweleza mimi nakaa maeneo ya Tegeta, unaona. Kwa hiyo jamaa ikabidi amuelezee, bana mimi nimetokea kukupenda. Yule mwanamke akasema sawa, haina shida, wakabadilishana namba za simu. Baada ya kubadilishana namba za simu, mwanamke akasema kwamba basi haina shida, mimi tutawasiliana vizuri. Jamaa baada ya kukaa kama siku kadhaa ikabidi amuulize mwanamke, kwani wewe nyumbani kwenu ni wapi? Yule mwanamke akadanganya, akasema kwamba mimi nyumbani kwetu ni Manyoni, Singida, wakati kuhalisia ulikuwa ni kwamba kwao nyumbani Dodoma. Alafu kiangalia na mwanaume naye alikuwa anatokea Dodoma, unaona. Kwa hiyo jamaa alivyoenda akabidi waanze naye mahusiano. Baada ya kukaa mahusiano, mwanamume akaanza kumwambia bana mimi nataka niende kwenu. Baada ya kuforce ikabidi jamaa aseme bana haya sawa twende. Mwanamke akakubali. Ile kufika anashangaa, mwanaume akasema tuanzie kwetu sisi, kwamba mimi nikupeleke nyumbani nikakutambulishe kwa wazazi wangu. Kwa hiyo safari iliyopangwa pale ilikuwa ni kwenda kwa mwanaume. Walipofika pale Dodoma wameshuka tena kijiji ambacho walikuwa wanakaa, kijiji kimoja kinaitwa Mzogole ambao ni kata ya Mpinga ambao ni wilaya ya Bahi. Walipofika pale sasa, cha kushangaa jamaa kapiga simu, bwana nakuja na mgeni wangu mnipokee hivi. Unajua vijijini watu wanakuta shangwe, wanakupokea, unaenda kumtambulisha mchumba. Kweli akakuta wadogo zake wamefika pale na kakao mmoja amefika pale, wameshuka kwenye gari pale, wamewapokea, sema huyu si dada yetu ambaye alishaondoka muda mrefu hapa nyumbani. Jamaa anaanza kushangaa, dada yetu vipi? Unaona? Kwa hiyo ikabidi asema twendeni nyumbani kwanza. Walipofika pale nyumbani ndo mzazi anashangaa, watoto wangu mmekuja kwa pamoja miaka mirefu mmepotea. Sasa ndo inakuwa matatizo kama hayo hapo. Mimi ninachoona hapo ni watu wanakuwa hawasemi ukweli. Tatizo watu wanakuwa waongo, wanadanganya. Ukweli, ukimwambia mtu ukweli kwamba sehemu uliyotoka ni sahihi, ni vyema. Ndio maana unaambiwa bora ukweli mchungu kuliko uongo mtamu. Unaona? Kwa hiyo tatizo kinachosumbua mabinti hata vijana wengi, unakuta hata mikoani wakienda wataki kutaja maeneo wanaotoka. Hilo ndo tatizo ambalo linachagiza vijana wengi wanakuwa wanaoa ndugu zao. Yaani natoa wito kwa jamii, kwa sababu zamani tulikuwa na vile vikao vya ukoo. Unakuta ukoo fulani unateua bwana kwamba bwana mimi naomba kwa mwaka labda tunatengeneza labda vikao tutakutana mara mbili, labda mwezi wa 6 na wa 12, na sehemu maalum inatengwa. Watu wanakuwa wameshapewa taarifa kwamba sisi tutakutana sehemu fulani. Lakini siku hizi hizo vitu watu wameshaacha. Ndio, kutoka Singida hao wakazi wanatueleza mambo ambavyo yapo. Kuna haja ya kujuana na ndugu na vitu kama hivi. Lakini mtu anagombania daladala. Unagombania daladala. Kumbe ni shangazi yako. Wasisimpishi nimechoka. Unajua Dar es Salaam kila mtu anajitetea hivyo. Naye ametoka kazini asubiri iliyojaa. Kumbe ni shangazi yako. Mama yako anakuambia umefika hapo Riverside, ndio. Na shangazi yako naye amefika, njoo naye mchukue bajaji moja. Ndio ule ulekataa kushika. Na hiki kisa cha hawa ndugu zetu wa Dodoma kinasikitisha pia. Kinasikitisha. Yani tuombee kwamba watu wanakuja kwenye press conference. Lakini yote kwa yote kuna haja ya kuwajua ndugu na nini. Kabisa. Lakini Evodia, mkikaa na vijana wenzenu, mfano nyie Gen Z, mkisikilizana mkifanyaje? Mnaona bado kuna haja ya kujuana na ndugu, ama ndo mieyusho, yani kama hachangii chochote katika maisha akae mbali, maisha si yanaendelea? Ndugu ni ule mshikaji ambaye analeta deal mezani na nini, mnaelewana na vitu kama hivyo. Wakati nilikuwa chuo nikawa nauliza hii mada wanafunzi wenzangu. Nakumbuka nikamuuliza dada mmoja, akamwambia hivi unawajua ndugu zako?
mimi sio mtu wa ndugu. Nipa jibu fupi. Mimi sio mtu wa ndugu kama ndugu analeta mambo mengi. Kama nika extra thing. Mimi sio mtu wa ndugu. Nikaachana naye, nikawa nauliza mwingine, akanambia ndugu? Mimi zamani nilikuwa na ndugu, nilikuwa, ila nikaja kugundua hamna kitu, wote walisaliti mieyusho tu. Lakini nikaja kuuliza mwingine, ndo akawa ananiambia kwamba huyo ndo sasa akaingia direct kwenye mada, akamwambia sasa hivi ndugu ni yule mtu ambaye naweza kumpigia simu, sina kiasi fulani cha pesa na akanisaidia. Sasa unakuta ndugu unampigia simu, na simu ambaye simu yake ni ile anakuambia matatizo yake kila muda. Ukiangalia vijana sasa hivi wengi waliokuja hasa mashuleni ni bado wanajitafuta, aidha anaishi kwa ndugu ama kuna kitu tu amejishikiza, anatafuta, ana haso. Sasa unapokuwa kwenye haso kama hizo, and then simu nayo ipokea ni ya mbona ulienda da ukatusahau huko, shangazi yako huko kameza shoka, mbona hautumi pesa? Na ukijiangalia huko bado unajitafuta. Kwa hiyo kitu kinachofanyika ni anakata mawasiliano. Na si kwamba tunapenda ama vijana wengi tunapenda kwamba nisiwasiliane na bibi, nisiwasiliane na nani, kwa sababu kuna harakati. Vijana wengi tupo mjini kwa ajili ya mapambano. Yaani kuna namna tu sehemu unaiona unatamani kufika. Kuna kitu, kuna ndoto ambayo unatamani uifikie. Sasa unapokuwa unapambania ile ndoto, alafu kuna distractions, yani kuna mtu anakupigia simu, mbona ndugu nyingi wamwasilieni, mbona ulitusahau huku, mbona hautumi pesa? Na ukijiangalia ile pesa ambayo unayo ni kwa ajili ya kula kwa siku hiyo. Kwa nadhani vijana tunafanya hivyo si kwa sababu tunapenda kuwa na ule ndugu, lakini ni kwa sababu kuna namna tunajitafuta, and then baada ya kujitafuta ndo unaweza ndugu ni lazima na ni muhimu sana, nimesema toka mwanzo. Lakini hapa katikati kipindi ambacho yani unatamani kufika sehemu fulani, usiwatupe kwamba hautawasahau, umewasahau kabisa. Lakini kuna ile namna kila siku simu inayopigwa ni David, kwa nini tunakuona kila siku kwenye TV? Mbona hutumi pesa? Mbona hutumi hela? Kwa zile nadhani tunafanya hivyo, sio kwamba tunapenda, lakini kuna namna vijana wengi wanatamani kufika sehemu fulani na wanaweka ule umbali kidogo ili kuweza kufikia yale hatima ambazo wanakuwa wamezibeba. Amesema huyu si mmoja ambaye amemwelezea kwamba anasema mimi sio mtu wa ndugu. Kuna mwingine alisema yeye sio mtu wa ndugu, ila nilimuelewa kwa sababu alitengenezewa mazingira yale. Alisoma boarding, primary hadi advance. Akitoka shule yani inabidi aende tena tuition. Wazazi walikuwa wanataka afanye vizuri kwenye masomo. Kwa hiyo yani marafiki zake ndo wakawa ni kama vile ndugu. Na sehemu waliokuwa kwa sababu hakuna ndugu kuja, ni mbali na nini. Kwa hiyo amekuwa hayo mambo ya ndugu. Yeye ni masomo na nini, tuisheni boarding. Nadhani pia wazazi wana mchango mkubwa sana kwa watoto, hasa kwenye kizazi hiki cha kwetu. Umesema vizuri David kwamba unakuta kijana, mimi amekuwa kwenye familia ambayo anaenda shule kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumamosi anaenda kanisani. Tukitoka kanisani tunakuja as a family, tunaingia ndani ya familia, kama tunaenda beach, kama tunaenda out, wataenda as a family, wanarudi tena. Kwa hiyo maisha yanaenda hivyo, anaenda shule, anaenda sekondari, anaenda chuo, akishakuwa mtu mzima tayari ndugu sikutambulishwa toka mwanzo na hakuonyeshwa thamani, hakuonyeshwa Rajab amesema bond, hakuna ule uhusiano ambao hata ukiambiwa kwamba kuna ndugu yako huko Morogoro lakini hana ile kumbe kuna ndugu yangu, kwa sababu toka mwanzo hakuonyeshwa hao ndugu. Kwa mwisho wa siku ashafika chuo ndio hivyo wanakutana na mwingine wanaoana huko. Ndio maana kama huyo ukimwambia kuna ndugu yako anasema hao wanakujaga baada ya watu kuhitimu chuo au kupata kazi, ama inakuaje sasa, mbona huku hawakuepo kwenye mchakato? Kumbe yeye sio kosa lake. Haya, naomba nisome ujumbe wako hapo kabla tujaenda kwa Mpilipili, pia tukiwa tunakaribia kuhitimisha.
Anasema mimi nipo Mwanza, mada ya leo ni nzuri sana. Anaitwa Mkalangesi, asante. Anasema David na Messi, undugu si kufanana, ndugu ni kusaidiana. Na watakia weekend njema. Mwalimu Severin kutoka Kishanda Ihunga Muleba, asante. Anasema ndugu wanapaswa kuwepo kwenye vikao vingi ili waweze kutambuana vizuri. Haya, huyu anasema kuwafahamu ndugu ni muhimu sana, na ukitaka kuwafahamu ndugu zako, sasa anatupatia kodi kwa wewe ambaye bado huwafahamu ndugu zako kama akina sisi hapa. Anasema hakikisha unahudhuria misiba yote na sherehe zote. Mimi sasa hivi nawafahamu ndugu zangu wote. Mmeona kodi hiyo vijana? Kodi ni elimu ya bure kabisa. Huyu anasema ndugu muhimu kujuana, hususan kwenye matatizo. Anaitwa Nasor Dhahabu kutoka Lushoto, asante. Huyu anasema anaitwa Hussein Idrisa Muhammad, natokea Ukonga Magereza. Mimi sio ndugu tu, hata babu yangu mzaa baba bado simjui. Maskini Hussein. I say. Hajaja tu Dar es Salaam, babu yako bado hajaja Dar es Salaam. Wengine pia ni changamoto za maisha. Mfano mwingine kakulia labda vituo vya watoto wanaopitia changamoto maalum au dharura, hawezi kumjua ndugu na wao hawajui ile test ya kutambulishwa. Lakini yote kwa yote ndo maisha. Pole sana Hussein. Anaitwa Husnat Waled, anasema anatokea Zanzibar. Mimi nawafahamu ndugu zangu lakini siwajui. Anaitwa Dickson Liama, yupo Tandahimba Mtwara. Sasa sisi tuliozaliwa kipindi cha Nyerere tunawajua, ila hawa 2000 ni shida. Lakini nani aliyowafanya iwe shida? Ni kizazi cha Nyerere kutokuwatambulisha. Anasema anaitwa Ramadhani ya basi, nipo Morogoro. Mimi nawafahamu ndugu zangu wengi kwa kuwa nilikulia kijijini, ilikuwa ikitokea misiba wakirudi kutoka mijini ndio tunatambulishwa. Anasema siku hizi upendo hakuna, ndugu hawataki kuwa mliozaliwa nao. Watu unajua kuna namna watu wanachagua ndugu sio lazima wale ndugu. Wanachagua ndugu. Basi lazima uchague. Kuna ndugu kichomi. Anasema Amon Mtoyele pande za Iringa Mafinga Igoma, kwa kweli ndugu kwa miaka ya sasa ni changamoto kutokana na kikubwa kinachochangia ni utafutaji jamani. Anasema hello weekend, tukumbushane tu kuendelea kutimiza utamaduni. Emmanuel Joseph kutoka Katesh Hanang Manyara anasema jamani, mimi maoni yangu nasema hivi, hili swali ni gumu sana lakini jibu lake lakina kama bahari. Ndugu sio watu tu tuliokuwa nao au kufanana sura, bali ni vipande vya mioyo yetu ambavyo vinatembea nje ya miili yetu. Kuwafahamu si tu kuwafahamu majina yao jamani, ila kuelewa maumivu yao, ndoto zao, furaha zao na kushiriki nao na kujua nini ambacho kipo nyuma ya tabasamu lao. Ameeleza vizuri sana. Ndio maana video ya mwisho kuisoma. Ni vipande vya unakumfahamu lakini maumivu yake, furaha yake, ndoto zake, mnashikanaje mkono? Kuna ndugu mimi niliwapenda. Yaani familia yake ilipitia wakati mgumu na kutokana na maisha ya Dar es Salaam na ana familia kubwa, wale ndugu waliamua kumsaidia kulipa kodi ya miezi kama 6 kumpunguzia maumivu kwa sababu alipitia changamoto fulani ambayo kwa kweli familia ingeweza kuharibika sana. Lakini walimlipia kodi na wakasimamia baadhi ya vitu na kuhakikisha anasimama. Umeona hao sasa ndio ndugu. Ila kuna wengine unapewa maelekezo ukienda likizo. Nyumba fulani usiende. Si shangazi hao usiende, nishakwambia. Mdau anasema Waebrania 13:1 inasema upendano wa ndugu na udumu. Tuhitimishe na Mpilipili kabla tujahitimisha na hivyo. Mpilipili. Naam. Rajab, tunavyomaliza sasa, upi sasa umuhimu wa watu kufahamiana na kujuana na ndugu zao? Kwa sababu ukiwasikiliza wengi sasa hivi wanaona ndugu sasa mambo ni mengi sana. Lakini kuna umuhimu gani sasa? Umuhimu upo mkubwa sana, na kama ambavyo tumetoka kusema tangu mwanzo kwamba licha ya kwamba tunasema au usemi wa Kiswahili usemao kufae kwa dhiki ndiye rafiki, au anasema pia ndugu si kufanana ni kufaana, ni sahihi kabisa. Kwa hiyo kwanza utakapofahamiana na ndugu zako hao, maana yake ni kwamba una mahala sahihi kabisa pa kuweza kushare furaha yako, changamoto zako, ndoto zako, maono yako, historia yako na mazuri na mapungufu yako, ili kwa pamoja kwa kushirikiana nao muweze kuona maisha yako yanaendelea kuboreshwa vipi, yanaendelea kuwa vizuri vipi na namna hiyo. Kwa hiyo unakuwa na watu ambao ni wa dhati kabisa kabla ya kwenda kwa watu wengine wasiokuwa hata na wewe, kwa sababu tumefahamiana, labda ni marafiki tu wa kawaida ambao pengine iko hivyo. Lakini kitu kingine pia cha pekee ni kuepusha
kuambukizana magonjwa mbalimbali yanayoweza kutokana na ninyi kuwa na mahusiano ya undugu au kuoana, kwa maana ya kwamba mtoto wa baba kama mjoo wa shangazi na vinginevyo kama hivyo. Kwa hiyo hii inasaidia kabisa na ni kitu cha muhimu kweli kweli ukifahamu kibiolojia. Lakini vile vile pia umuhimu mwingine ambao tunauona ni kwamba inakupa jukwaa la wewe kuwa na nafasi ya kuweza kutatua changamoto zako mbalimbali ambazo pengine maswali yako hukuwa na majibu nayo. Kwa mfano tunakumbuka nyakati hizo ilikuwa ni ngumu sana mama kuongea na binti yake kuhusu masuala ya kuvunja ungo. Alikuwa anampeleka kwa shangazi. Siku hizi kwa sababu tuna simu, tuna mitandao, tuna shule, basi mambo yamekuwa ni magumu. Bondi inaendelea kushuka. Baba atakutuma kwa babu, nenda kwa babu yako, umefikia wakati sasa umebarehe, atakupa maelekezo na vitu vingine kama hivyo. Siku hizi mitandao na kadhalika imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuendelee kupata huo ushirikiano wa kiundugu na tuendelee kuwafahamu ndugu zetu na kushirikiana nao. Tusiishie tu kuwafahamu, tujitahidi pia kushirikiana nao, kudumisha mahusiano kwa kudumisha mawasiliano. Hata kama hatuwezi kuonana, lakini tulikuwa tunawasiliana. Uongo dhambi, kuna namna ambayo wewe unaweza kuwa unamlaumu ndugu yako akufikirii, lakini kumbe hana hata namna ya kuwasiliana na wewe. Na kwa wale watu wa dini wanasema ambaye anaunga ukoo, basi huyo hata mbinguni ana nafasi yake. Sasa wewe kwa nini huitaki hiyo nafasi mbinguni kama una hiyo imani? Kwa hiyo tujitahidi, tushirikiane, tusiruhusu sana mitandao ya kijamii, tusiruhusu sana maisha haya ya utandawazi yakatufanya sasa tusahau tulikotoka, tuwasahau ndugu. Tukumbuke kwamba zimu linalokujua halikuli likakwisha. Asante sana. Asante sana Rajabu, tunashukuru sana kwa kweli, na kongole kwa familia ambazo zinajitahidi kudumisha udugu na undugu. Karibu Evodia. Neno lako la kuhitimisha. Nadhani kuna umuhimu mkubwa sana vijana kama vijana, lakini pia wote ni lazima tuwe na tabia ama turudi kule kuthamini ndugu, lakini kuwajali, kwa sababu hata ukiangalia kwenye harusi lazima kuna nafasi utatambulishwa kwamba usimame uwatambulishe ndugu zako. Kwa hiyo nadhani kuna muhimu mkubwa sana wa sisi vijana, lakini sote kutambua nafasi ya ndugu, kwa sababu ndugu wana mchango mkubwa sana. Lakini pia tukiwajua na kuwafahamu ndugu zetu, tutaepusha hizi ndoa za ukoo, kwamba utawajua kwamba huyu ni mtoto wa shangazi. Kwa hiyo itakuwa inapunguza vitu vingi ambavyo tungeweza kuvifanya kwa sababu tulikuwa tunajua na ama tufuatilia. Asante sana. Na mimi ni kazi hapa alivyosema. Kuna falsafa pana imejificha pale wanaposema ndugu, jamaa na marafiki. Kwa nini walianza na kwa nini wasemi marafiki, jamaa na ndugu? Ni ndugu, jamaa na marafiki. Pale kuna falsafa pana imejificha. Na ndio maana watu wanauliza alete ndugu zake, sio alete marafiki zake. Asante sana ndugu yangu wa karibu. Asante ndugu. Nimefurahi kufahamiana na ndugu zangu nyewe. Ndugu. Tunahitimisha hivyo. Chukua hatua kama na wewe ulikuwa katika kundi la bado kuna baadhi ya ndugu zako hauwafahamu. Langu jina ni Merox Mbana, mwenzangu ni ndugu yako David Wakarungi. Hadi wakati mwingine ndugu.